kuchangia bajeti kuu ya serikali ya mwaka 2026 2027. Mheshimiwa Naibu Spika, awali ya yote naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwingi wa utukufu kwa kuniwezesha kusimama hapa siku hii ya leo. Mheshimiwa Naibu Spika, nimewasikiliza wachangiaji mbalimbali ambao wamekuwa wakichangia bajeti kuu hii ya serikali. Kupitia bajeti hii ambayo ina thamani ya shilingi trilioni 62. Kimsingi bajeti hii ukiisoma inakonga nyoyo kweli kweli. Bajeti imeshehena, iko vizuri na imejipambanua katika sekta mbalimbali. Ama kwa hakika endapo kama pesa hii trilioni 62 itapatikana na kupeleka kwenye miradi yote hii iliyotajwa katika bajeti hii, kimsingi nchi yetu ya Tanzania inaenda kuonyesha mageuzi makubwa sana. Naomba nichukue nafasi hii kumpongeza Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassani kwa kazi nzuri ambayo anaifanya, lakini pia Makamu wa Rais Dr. Emmanuel John Nchimbi, hali kadhalika Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu yetu Mwigulu Nchemba, pamoja na mawaziri na manaibu mawaziri, makatibu wakuu na wakurugenzi wote na wabunge wote mliomo humu ndani kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nizungumzie swala la uboreshaji wa vituo vya afya ili kuweza kuleta maendeleo na kuchagiza maendeleo thabiti katika nchi yetu. Ni vizuri tukajikita kama sera ya taifa inavyosema kwamba tuhakikishe kwamba kunakuwa na vituo vya afya karibu na wananchi, ili wananchi ambao wanafanya shughuli zao za uzalishaji na kuchangia pato la taifa waweze kuwa na afya njema. Sasa nitumie jukwaa hili kuomba serikali yangu kuhakikisha kwamba kunawekwa ujenzi wa kituo cha afya cha Ngapa, kata ya Ngapa ambayo iko katika wilaya ya Tunduru. Ni kituo ni kata ambayo imekuwa na wananchi wengi, ina vijiji vingi, lakini hakuna kituo cha afya, hali ambayo inapelekea adha kubwa kwa wananchi kwenda umbali mrefu pindi wanapopata rufaa kutoka kwenye zahanati zao. Hali kadhalika kituo cha afya Namwinyu ni muhimu kianze kujengwa kwa haraka ili kuokoa maisha na afya za wananchi wa eneo husika. Vile vile kata ya Nandembo, naomba Mheshimiwa Naibu Spika, kata ya Nandembo ipelekewe pesa kwa ajili ya kuanza mara moja ujenzi wa kituo cha afya ili kuondoa adha kubwa ambayo wananchi wanaipata. Vile vile Mheshimiwa Naibu Spika, kumekuwa na barabara ambazo kimsingi ni muhimu sana kwa ajili ya kuchagiza maendeleo kwa mkoa wa Ruvuma na nchi yetu ya Tanzania kwa ujumla. Kuna barabara ya Kigonsera Matili Mbaha yenye urefu wa kilomita 46 ambayo mpango wake ni kujengwa kwa kiwango cha rami. Barabara hii inakwenda kuwasaidia wakulima ambao wamekuwa wakiwekeza sana katika zao la mahindi, maharage, kahawa katika maeneo hayo, ili waweze kuhakikisha kwamba wanasafirisha mazao yao katika hali ambayo ni ya haraka zaidi na kuyafikia masoko kwa uharaka. Vile vile kuna barabara ya kimkakati ya Mtwara Pachani kwenda Lingusenguse mpaka na Rasi hatimaye Tunduru, ina urefu wa kilomita 305. Barabara hii ni muhimu sana kwa mustakabali wa mkoa wa Ruvuma, lakini vile vile kwa nchi yetu ya Tanzania.
Barabara hii inabeba vijiji zaidi ya 72. Ili wananchi hawa waweze kukua kiuchumi kwa kasi, kuna umuhimu mkubwa wa kuhakikisha barabara hii inajengwa kwa kiwango cha lami. Naomba nichukue nafasi hii, Mheshimiwa Naibu Spika, kuzungumza kwamba nchi yetu inaendeshwa kwa misingi ya utawala bora. Naomba nichukue nafasi hii kusema kwamba nampongeza Daktari Samia Suluhu Hassan. Amekuwa akipata tunu mbalimbali katika utekelezaji wa majukumu yake, lakini hali kadhalika hawezi kufanya yeye peke yake, bali wasaidizi wake mahiri, makamu wa rais, waziri mkuu, mawaziri na manaibu waziri, makatibu wakuu na wakurugenzi wako kazini kuhakikisha wanamsaidia ipasavyo aweze kuhakikisha anakuza uchumi wa nchi yetu, lakini katika kutatua changamoto za wananchi wa nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, jukumu letu sisi kama wabunge ni kuhakikisha kwamba tunaishauri serikali ipasavyo, lakini sisi tusiwe vikwazo katika kuhakikisha kwamba Mheshimiwa Rais anatekeleza majukumu yake. Na nishauri Mheshimiwa Naibu Spika, wale wote ambao wana nia ya kwenda kugombea 2030, ni waombe sana, Daktari Samia anatekeleza majukumu yake kwa misingi ya utawala bora. Wajikite katika waachane na habari ya kunyemelea urais kwa wakati huu. Wamwache Daktari Samia Suluhu Hassan atekeleze majukumu yake ipasavyo. Lakini hata wapambe wa vichochezi kama hivyo, naomba na wao za kupewa wachanganywe na zao. Mheshimiwa Naibu Spika, wiki 2 zilizopita tumepata kusikia mbunge mmoja ndani ya bunge hili ameongea lugha ambazo sio nzuri, lugha za maudhi, lugha zisizofaa. Mheshimiwa Jacqueline Msongozi, nenda kwenye bajeti kuu ya serikali. Bajeti kuu ya serikali, Mheshimiwa Naibu Spika, ni pamoja na misingi ya utawala bora. Kwa hiyo sisi kama wabunge na viongozi tunatakiwa tuzingatie misingi ya utawala bora. Vitu vingine vinaudhi, Mheshimiwa Naibu Spika, tusipovisema kimsingi tutakuwa hatujitendei haki sisi wenyewe, tutakuwa hatumtendei haki Mheshimiwa Rais wetu ambaye anafanya kazi nzuri. Ninaomba sana Mheshimiwa Simai kwa maneno ambayo aliyazungumza, ambayo yana viashiria vifuatavyo: viashiriwa vya uzandiki, viashiriwa vya uzabizabina, viashiria vya uchimvi. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Jacqueline, nakuomba tena kwa mara ya pili jielekeze kwenye mjadala wa bajeti kuu ya serikali. Naomba kwa mara ya pili na mara ya mwisho. Kuna taarifa kutoka Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa Umi. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru pamoja na mchango mzuri wa dada yangu ninayemheshimu sana, Mheshimiwa Msongozi. Nilikuwa naomba kumpa taarifa kwamba mambo haya yameshajadiliwa kwa kirefu na tumeshakubaliana, na hata leo kwa sababu unavyoona uchangiaji wake, mwelekeo wake utafika sehemu fulani. Hata leo Mheshimiwa Waziri Mkuu wakati anajibu maswali asubuhi alihitimisha, na niwaombe Watanzania na waheshimiwa wabunge tuendelee kwa nguvu kubwa kulinda, kutetea na kuhudumisha muungano, na wale ambao wanaonekana kutishia na kutaka kuvuruga na kuvunja muungano wetu tutawashughulikia kwa mujibu wa utaratibu, kwa sababu ofisi ya Waziri Mkuu hii inayosimamiwa na Chief Whip inaratibu mambo haya upande wa huku, lakini upande wa Zanzibar ofisi ya makamu wa pili wa rais. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, naomba tujielekeze kuchangia bajeti. Haya mengine yanayohusu muungano tunaomba mtupe nafasi. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Jacqueline, taarifa unaipokea? Lakini pia naomba muda wangu ulindwe kwa sababu ameongea naibu waziri. Taarifa unaipokea na nimeipokea. Nimeupokea ushauri Mheshimiwa Naibu Spika, hili ni bunge lako na tunaliita bunge tukufu. Maneno yale yamezungumzwa humu hayakufutwa, haya yanabaki kama kumbukumbu sahihi za bunge. Ni vizuri yakafutwa. Mheshimiwa Naibu Spika,
Taratibu. Mheshimiwa Waziri Mkuu amekwisha limaliza jambo hilo leo asubuhi, na sisi wabunge wote wa CCM hatuna budi kuwa na nidhamu katika mambo kama haya. Namuomba mzungumzaji ajikite katika bajeti ya serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan ambayo ina mambo mengi ya maendeleo ya watu wa Tanzania kuliko kuendelea na jambo ambalo tayari limekwisha shughulikiwa na lina vikao vyake. Naomba ajielekeze katika bajeti ya serikali, na kama hana mchango zaidi awaachie wengine wachangie. Mheshimiwa Jacqueline, muda wako umeisha. Asante sana. Hata siongei tena hayo, naongea barabara ya Makambako Songea. Sasa muda umeisha. Mheshimiwa Jacqueline, asante sana, umenibania naibu spika, naunga mkono hoja. Asante sana. Tunaendelea na Mheshimiwa Mariam Anzuruni Mungula, atafuatana na Mheshimiwa Engineer Amos William Maganga. Mheshimiwa Christina Solomon Mdeme ajiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kunipa nafasi hii ya kuchangia bajeti kuu ya serikali. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa uzima na uhai, lakini pia naomba kumshukuru na kumpongeza sana mwanauchumi wetu namba 1 na kiongozi wetu mahiri Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maono yake ambayo yamepelekea sasa tumepata bajeti ambayo inategemea 74% ya mapato yetu ya ndani wenyewe. Hii inaashiria tunaelekea katika kutoka kuwa tegemezi na kujitegemea. Ni jambo kubwa sana na nimpongeze sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Naibu Spika, niwapongeze pia mawaziri wetu, waziri wetu wa fedha Mheshimiwa Balozi Daktari Omar, lakini pia Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo, waziri wetu wa mipango na uwekezaji, kwa kutuletea bajeti na mipango mahiri ambayo inaendana sambamba na utekelezaji wa dira yetu ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2020. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nikiwa kama mwakilishi wa wafanyakazi, naomba kushukuru sana. Bajeti hii haijatuacha nyuma watumishi. Serikali imeendelea kutupatia watumishi mazingira bora ya kufanya kazi, na nikiangalia kwenye bajeti hii watumishi tumepata ongezeko la mishahara ya umma takriban 31%. Hii inamaanisha kwamba ajira mpya zitatangazwa, kutakuwa na kipaumbele kwenye ajira mpya, lakini vile vile marekebisho ya mishahara ya wafanyakazi au watumishi wa umma, na itaendana sambamba na kupandisha madaraja na stahiki nyinginezo. Kwa hiyo naishukuru sana serikali kwa kuendelea kutuangalia watumishi wa umma. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi pia ni mjumbe wa kamati yetu ya nishati na madini, na kwenye hii sekta ya nishati naomba kuipongeza sana serikali na kuishukuru. Imesikia kilio chetu cha kamati na wizara. Tuliomba ibakishe baadhi ya fedha kwa ajili ya mipango ya utafiti na maendeleo kwenye wizara yetu au sekta yetu hii ya madini, na sasa serikali imebakisha kiasi cha 10% ya mapato ya makusanyo yanayotokana kwenye sekta hii ya madini itabaki kwenye wizara au sekta ya madini ili itumike kwa ajili ya kufanya utafiti zaidi. Mheshimiwa Naibu Spika, kama tunavyofahamu sasa hivi nchi yetu imekwisha fanya utafiti katika eneo la 16% tu ya madini au uchimbwaji, sehemu ambayo tunaweza tukachimba madini, na lengo la serikali ni kufikia 50% itakapofika mwaka 2030. Kwa hiyo kitendo cha kubakiza fedha hii katika wizara na itumike kwenye utafiti na mengineyo ni jambo kubwa sana na tunaipongeza na kuishukuru serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile naomba kuipongeza serikali Wizara ya Nishati kupitia serikali kwa utendaji mzuri na kutoa huduma bora kwa wananchi. Wizara yetu ya Nishati sasa hivi ni dhahiri inafanya kazi kubwa sana. Umeme sasa hivi, tatizo la umeme kwa kiasi kikubwa sana limepungua na wanatoa huduma nzuri sana kwa wananchi. Sasa hivi labda ukiwa umekatikiwa umeme kwa hapa Dodoma,
unapewa taarifa na mapema kwamba kutakuwa na matengenezo na tutaukata kwa muda fulani na umeme ule utarudi. Nilikuwa ninaomba kushauri tuendeleze kutumia au kutumia njia nyingine tofauti za kufufua umeme, kwa sababu tunategemea sana njia ya hydropower ya maji, lakini tunaweza tukatumia vile vile, na serikali imeshaanza huo mchakato. Tunazalisha umeme sasa hivi tuna megawati 4522. Tunapongeza sana kumalizika kwa bwawa la Mwalimu Nyerere, limetuongezea megawati zaidi ya 2115 kwenye gridi, lakini vile vile tunazalisha umeme kwa mfano wa jua kwa megawati 150. Nchi kama South Africa ziko kwenye megawati 2000 za umeme wa jua. Nilikuwa ninaomba kuishauri serikali tuendeleze kuzalisha umeme kwa kutumia hizi njia nyingine ili tufikie target yetu ya kuwa na megawati 8000 inapofikia mwaka 2030. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba sasa kwenda kuongelea swala zima la upungufu au uhaba wa nyumba, ambapo kwenye dira yetu ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 ilisema kwamba tuna upungufu mpaka sasa wa nyumba takribani milioni 3.8. Sasa katika zile upungufu huu profesa walitoa na suluhisho la upatikanaji au tutakapoendelea kujenga hizi nyumba, kwamba moja ya njia ni kushirikiana na sekta binafsi, lakini vile vile mikopo ya nyumba na kushirikiana na mabenki na kuangalia bei za vifaa vya ujenzi wa nyumba. Mheshimiwa Naibu Spika, niliwahi kuchangia hapo nyuma na ninaomba kurudia tena kuchangia. Licha ya kufanya hizi jitihada zote, na serikali inafanya jitihada kubwa sana katika kukabiliana na hili, lakini sekta hii hatuna sheria maalum inayoisimamia, na bila ya kuwa na sheria maalum au sera maalum ambayo inaisimamia nyumba specific, tutakuwa tunashindwa kufikia malengo yetu. Tunatumia sasa hivi kwenye sekta ya nyumba sheria ya ardhi ambayo ina mambo mengi, ni mtambuka, ina mambo mengi ndani yake. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na sheria specific ya nyumba ambayo itakuwa sasa inaelekeza. Na leo asubuhi nimemsikia mheshimiwa mmoja akichangia, anasema kwamba tunahitaji kuwa na regulatory authority ya kudhibiti bei za nyumba. Hivi vyote vitapatikana ndani ya sheria ya ardhi. Tutakapokuwa na hii sheria, vile vile italeta utaratibu wa kupata nyumba za bei nafuu na udhibiti wa kodi. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi ninapokaa mtaani kwangu sasa hivi unaweza ukakuta mimi ninauza nyumba yangu kwa dola milioni 1, jirani yangu anauza nyumba yake kwa shilingi milioni 400. Kwa hiyo hii sekta inakuwa haina uwiano, yani ni very unrealistic. Tunahitaji sheria. Katika kuhitaji huko sheria, Mheshimiwa Naibu Spika, naomba pia kuchangia katika swala zima la upatikanaji wa nyumba za bei nafuu. Upatikanaji wa nyumba za bei nafuu kwa muda mrefu ilikuwa imezoeleka kwamba ni jukumu la Shirika la Nyumba la Taifa, lakini Shirika la Nyumba la Taifa lilihama huko mwaka 2005 baada ya kutambulishiwa introduziwa sheria ambayo ililifanya lijiendeshe kibiashara zaidi. Kwa hiyo sasa hivi sekta hii ni sawasawa na kusema kwamba hakuna wa kumfunga paka kengele. Tunahitaji kuwa na mkakati madhubuti wa kusimamia huu ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Naomba kushauri yafuatayo. Katika ujenzi wa nyumba za bei nafuu, tunaweza tukaanzisha mfuko wa nyumba wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu, na fedha ya hii mfuko itokane na ununuzi au uuzaji wa vifaa vya ujenzi, nondo, kokoto, simenti. Pale ndo tutakapopata hii fedha, alafu tutaweka utaratibu wa kujenga hizi nyumba za bei nafuu. Lakini vile vile, Mheshimiwa Naibu Spika, katika swala zima la nyumba za bei nafuu, naomba kuwasemea kidogo watumishi. Sisi tuna watumishi kwenye jamii yetu wa sekta ambazo wanahamahama, afya, elimu na wengineo. Sasa katika hao watumishi wanahitaji wanapohamia kwenda kule kufanya kazi, makazi bora ili waweze kufanya kazi zao kwa utulivu na ufanisi zaidi. Lakini mara nyingi inakuwa kwamba wanaweza wakakaa mbali na maeneo yao wanayofanyia kazi.
naomba kushauri tuanzishe sasa utaratibu wa kuweka land banks kama ambavyo tumefanya kwenye sekta nyingine, kwa mfano ya uwekezaji ambapo tumeweka halmashauri inashirikiana na TISEZA kuweka ardhi za kufanyia uwekezaji. Basi na huku nako tuweke land banks